tumefika hapa pamoja na kamati au kikosi kazi cha fungamano la makanisa ya Kiluteri duniani ambacho kinahusika na kuandaa sera ya utunzaji wa mazingira. Tunaita ni Climate Justice Policy, ambayo mimi nimepewa heshima kama ya kuwa mwenyekiti wake wa kamati hii ya kimataifa, na katika mojawapo ya ziara na kazi wanazozifanya wameamua kutembelea Tanzania na kufanya kikao chao hapa, kikao cha kazi hapa Tanzania katika mwendelezo wa kuandaa hiyo sera ambayo itatumika kwa makanisa yote ya Kiluteri duniani. Mchungaji Peris, mchungaji kiongozi wa usharika huu, kama nilivyosema, wewe ni mmoja wa mliokuwa wanafunzi wangu wa seminari. Niliwafundisha teolojia ya uumbaji, kwa maana hiyo namna ya kutunza mazingira na umuhimu wake, na wewe ninaona kama mmoja wapo wa wale ambao wamechukulia jambo hili na kulitilia maanani, kutunza uumbaji wa Mungu kwa ajili yetu na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Nakushukuru sana kwa kupokea ugeni huu na hongera kwa kazi kubwa ambayo tumefanya. Mungu azidi kubariki. Asante. Katika usharika wetu tuna mradi wa nyuki wadogo kwa sasa. Lengo la kuwa na mradi huu wa nyuki wadogo, moja, ni rafiki katika mazingira, na ukiangalia mazingira yetu tumeotesha sana mti unaoitwa red bottle brush. Red bottle brush pamoja na mti wa maparachichi ni kati ya miti rafiki sana kwa nyuki. Maana ukizunguka kwenye mazingira haya ya usharika utakuta jinsi ambavyo nyuki wamekaa pale kwa sababu wanaweza kupata chakula. Lakini pia ukumbuke nyuki wakizunguka kwenye mazingira yetu wanasaidia katika uchafushaji, pollination. Kwa utakuta hata mazao ya parachichi yanaongezeka na vitu vingine, hata kama ni mahindi, kwa sababu pollination inafanyika, basi mazao pia yanaweza kuongezeka. Kwa mradi wetu wa nyuki pamoja na utunzaji wa mazingira, lakini pia ni namna ya kupata kipato kwa usharika na washarika mmoja mmoja. Maana ukiangalia mazingira yetu ni ya mlimani, ambapo sote tunategemea kilimo na ufugaji kwa ngazi za kawaida kabisa. Kwa hiyo ikawa ni kauli mbiu yetu ya usharika kwenye mkutano mkuu wa usharika wa 2024 ya kuitengeneza uongo ya kijani. Ndio maana tunaotesha miti, lakini na umo tukae na nyuki ili waweze kutupa asali, tuuze, na msharika mmoja aweze kupata kipato. Tumetembelea usharika huu wa uongo kama usharika mmoja mfano wa watu wanaojibidisha sana katika kutunza mazingira, kutunza uumbaji wa Mungu. Tumejionea mambo mengi ambayo yanafanyika hapa, sio tu katika uoteshaji wa miti, utunzaji wa mazingira, lakini vile vile tumeona kazi kubwa wanayofanya katika kuinua kipato cha wananchi au cha washarika, kuotesha miti, kufuga nyuki, tena nyuki wale wadogo ambao hawang'ati, na ili kuinua kipato cha watu. Tumeona kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa, na ndiyo lengo letu kweli kwamba kila mmoja hamasike, kuhamasika katika utunzaji wa mazingira, tukifanya zaidi sana mambo ya kuotesha miti na kuhakikisha tunalinda mazingira yetu kwa ajili ya kizazi kijacho. Na kama mlivyojionea katika usharika huu wa uongo na usharika wa roho, ni kama mfano wa kazi ambazo zimefanywa na Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Shaw kuhakikisha kwamba uumbaji wa Mungu unarejeshwa. Uumbaji wa Mungu unarejeshwa kwa kutunza mazingira, kuotesha miti. Na kama mlivyosikia katika ripoti, takriban miti 10,000,010 imeoteshwa katika kipindi hiki cha uongozi wa Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw. Wageni waliotufikia wanatoka mataifa mbalimbali, wanatoka bara la Amerika, wanatoka bara la Asia, wanatoka Afrika, wanatoka wengine mbali sana kule ukanda wa Scandinavia.
na wote hao wamefurahi sana kuwepo katika eneo letu la Dayosisi ya Kaskazini na kujionea ni kwa jinsi gani kanisa linashirikiana pamoja na wadau wengine ikiwemo serikali na NGO nyingine kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu kwa kuotesha miti ya kivuli, miti ya matunda na miti ambayo inasaidia pia kwenye mambo ya kiuchumi, kama ile ambayo inavevusha kwa ajili ya kupata asali kupitia nyuki ambao wanapenda ile miti.